Kwa jina naitwa Mtatiro Marwa Mgeka, mzaliwa wa kijiji cha Kitaramanka, kata ya Silolisimba, wilaya ya Butiama, mkoa wa Mara. Nilikuwa na ombi kwa kiongozi wangu wa nchi, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, ambaye ni rais wangu. Kabla ya ombi, kwanza nitoe pongezi kwa rais wangu ambaye ni Mama Samia Suluhu Hassan, aliyepewa nafasi ya kuongoza nchi hii kwa awamu ya pili na Watanzania. Na mimi nashukuru sana kuwa na nafasi hii wewe mama, ambaye ndiye mimi nilikuwa chaguo langu ili niweze kufikisha ujumbe wangu ambao nimeuhangaikia kwa muda mrefu. Nilishindwa kufikisha kulingana na baada ya uchaguzi, matukio yaliyojitokeza yalinifanya mimi nishindwe kutuma ujumbe huu. Kabla ya kutuma ujumbe na ombi langu, natamani kutoa kwanza historia. Kwa nini ni muombe jambo hili? Historia nilionayo ni kwamba tuliwahi kuwa na ugeni wa makamu wa kwanza wa nchi hii ambaye ni Sheikh Abudu Jumbe. Alitutembelea mwaka 1974 kwenye kijiji hiki cha Kitaramanka. Alipofika aliweka jiwe la msingi la shule ya Kitaramanka, lakini kwa pendekezo lake alipendekeza kuwa na hospitali kwenye eneo hili la Kitaramanka, na akaweka jiwe la msingi kwa ajili ya hospitali. Baada ya kuweka hayo mawe ya msingi ya vitu vyote viwili, za hospitali na shule, shule iliendelea na ujenzi kwa nguvu za wananchi na serikali kuu. Tulifanikisha kuanzisha madarasa mawili na kuendelea, na shule hiyo iliendelea kujengwa na nguvu hizo za wananchi na serikali kuu mpaka ilipofikia madarasa 7. Lakini baada ya hapo mwaka 1984 tarafa hii iliomba hospitali ili iweze kujengwa. Baada ya ombi lao, wananchi wa kata zote na tarafa walikubaliana kuhamisha ule mradi pale ulipokuwa umependekezwa na Mheshimiwa Abudu Jumbe kujengwa Kitaramanka na kuusogeza Kiagata, ambapo ndio ilikuwa sehemu katikati ya tarafa kwa ajili ya wananchi wote wa kata, kurahisisha usafiri wa kila mmoja kutoka kwenye kata yake kufika kwenye eneo ambao ndio hospitali itakapokuwa. Wananchi walikubaliana na kuanza ujenzi huo kwa ajili ya kujenga hospitali. Kwa sasa ni kituo cha afya, kipo kinaendelea. Lakini mwaka huo 1984 kata ililetewa pendekezo la kuwa na sekondari. Baada ya hapo waliendelea na vikao vyao. Mwaka 1985 ikapendekezwa shule ya Kiankoma kuwa sekondari ya tarafa ya Kiagata. Majengo yaliyokuwepo yalikuwa hayakizi, ilibidi wananchi waanze kuweka majengo kwa nguvu zao za wananchi na serikali. Kwa hiyo kwa wananchi kwa kipindi hicho wakawa na mizigo miwili, kwa sababu nia yao ilikuwa ni kuepukana na magonjwa na ujinga, kama ilivyokuwa kauli ya Mheshimiwa Julius Nyerere, kuepuka ujinga na maradhi. Ile shule baada ya kupendekezwa mwaka 1985 ilianza rasmi. Wanafunzi wa kwanza wa sekondari wa form 1 walianza pale mwaka 1986 ndio walianza kusomea pale, lakini majengo yalikuwa hayatoshi, na ukienda kwenye hospitali nayo majengo yake, hodi zilikuwa hazitoshi. Lakini muda huo huo wananchi bado walikuwa na ujenzi wa shule zao zikiwa bado hazijakamilika. Kwa hiyo ilibidi waendelee na ujenzi wa shule zao, sekondari na hospitali. Zilikuwa zinagawanywa kwa vijiji. Mheshimiwa Rais, tuliendelea na jukumu hilo, wananchi ambao walikuwa ni wazazi wangu. Baada ya hapo mwaka 1987 umbali uliopo kutoka Silolisimba mpaka kituo cha afya Kiagata ni mbali.
Kwa wananchi wa vijiji hivi viwili Kitaramanka na Silolisimba walikubaliana kuanzisha zahanati ya Rwasereta ambayo tuliiweka katikati ya vijiji hivi viwili. Lakini kulingana na majukumu yaliyokuwepo na mahitaji ya sekondari, baadhi ya vitu kila tunavyoendelea vitu vilikuwa vinahitajika, kwamba jengo fulani limepungua, wingi wa watoto umeongezeka, hosteli zinahitajika, hodi ya mama imepungua. Kwa hiyo ikabidi walijikuta wameitelekeza ile, kwa sababu agizo lilokuwepo lilikuwa ni la kata na tarafa na taifa, na lile lilikuwa ni pendekezo la wao kama vijiji. Ile hospitali ilienda ikatelekezwa mwaka 1987, ilikuja kuendelezwa mwaka 1997, ndio ilikuja kupewa nguvu na kuendelea kujengwa na kuja kukamilika na kuanza kazi rasmi mwaka 2001, ndio ilikuja kukamilika zahanati ya Rwasereta. Na baada ya hapo Kitaramanka ilikuwa na tawi la Rwasereta ambayo ilikuwa ni kitongoji, lakini kulingana na uhitaji uliokuwepo na umbali, tuliamua kuanzisha shule ya msingi ya Rwasereta, ambayo wananchi wa Rwasereta tulikuwa tunashirikiana nao kwenye ujenzi wa shule ya msingi Kitaramanka. Kwa hiyo ilibidi kijiji kwa ujumla kianzishe ile shule kwa pamoja. Nguvu za wananchi zilitumika na nguvu za serikali zilitumika kuhakikisha ile shule inakamilika. Imeanza kazi, tulianzisha ile shule 1997 na ilianzishwa rasmi 1998 kwa majengo yaliyokuwa yamekamilika matatu. Baada ya hapo mwaka 2008 kata ya Nyamimange ilijitenga na kuzalisha kata nyingine ambayo ndio Silolisimba tuliopo kwa sasa, na kwa uhitaji uliopo na kauli ambayo ilikuwa ilishatolewa na viongozi wetu watangulizi, Mheshimiwa Benjamin Mkapa, kwamba inapendeza kila kata itakapokuwa na sekondari. Tulipokea hilo kwa mikono miwili, ikabidi tena tuanzishe shule ya kata ambayo ni sekondari. Shule ile tumeijenga katikati ya vijiji hivi vinne ambavyo ni Silolisimba, Nyambili, Rwasereta na Kitaramanka. Tulianzisha 2016, imekamilika na kuanza kazi 2021. Kwa uwezo huo wananchi walishindwa kuendeleza ule mradi ambao tulipewa na kiongozi wetu ambao alikuwa ameupendekeza tuwe nao wa hospitali. Kwa hiyo mpaka leo Mheshimiwa Rais navyoongea, lile eneo lipo takriban miaka 52 toka 1974 bado lipo, lakini kwa serikali ambayo imepita mwaka juzi ya serikali ya kijiji imetenga nguvu zake. Tumepeleka pale mawe kwa nguvu za wananchi, mawe tripu 18, lakini na sisi pia bado tuna uhitaji wa sekondari ambayo tunatamani kuwa nayo na sisi kama kijiji, lakini pia tuna maupungufu wa madarasa kwenye shule yetu. Tulishindwa kuendeleza shule yetu kwa sababu tulikuwa na mambo ambayo yalikuwa yametukabili kama nilivyoeleza, ya sekondari ya tarafa ambayo ni Kiagata, ambayo saizi ni high level. Tuna kituo cha afya, yote haya yalikuwa natukabili. Tuna shule tuliyoianzisha na saizi ni kijiji. Tuna zahanati ambayo tulianzisha, saizi iko katikati ya vijiji viwili, tayari ni mbali kutoka hapa kwenda pale. Kulingana na dunia tulionayo, umbali wa kutoka hapa senta ya kijiji chetu Kitaramanka mpaka pale takriban kilomita 11. Kwa mwananchi wa pembeni ambaye anatoka pembeni mwa kijiji hiki ili afike pale ni zaidi ya kilomita kama 15, kitu ambacho mjamzito bado kwake ni changamoto. Mheshimiwa Rais, nachokiomba kwako na kukumbusha kwamba kuna eneo aliliacha mtangulizi ambaye ni kiongozi kwa mwaka 1974, kama alifika hapa na akapendekeza eneo, mpaka leo lipo halijawahi kufanyiwa kazi. Sasa imeenda yale yote yalikuwa nafanyika ya sekondari zote hizo mbili, zahanati zote hizo mbili, zahanati na kituo cha afya, tuliyafanya kwa muunganiko wa vijiji.
lakini imekuwa ni faida kwenye vijiji vingine ambavyo tayari vilikuwa vinapendekezwa kulingana na uhitaji, yani inaonekana ndio sehemu katikati ya kuweka kile kitu cha muungano. Sasa saizi si muungano tena, tumebaki kijiji kama kijiji. Tumekuja kujikuta tuna uhitaji mkubwa wa zahanati hatuna, na umbali uliopo kwenda pale ni mbali, lakini pia hatuna sekondari, hatuna madarasa ya kutosha kwenye shule yetu. Tumeshindwa tuanzie wapi. Ombi langu rais wangu, ombi langu kwako na kuomba kwa unyenyekevu, kwa sababu jambo hili siliombi kwa ajili ya kuomba hela mimi nikapate mtaji. Naomba kwa ajili ya wananchi. Naomba wasaidie hawa mama ambao wanaenda umbali wa kilomita 15, na ukilinganisha hiyo 15 inakuwa ni mchana. Je, usiku kwa huduma za vijijini ni shida. Eneo lipo Mheshimiwa Rais, mawe tumeshasomba, yapo tripo 18. Mheshimiwa Rais, utakachokiona kinakupendeza, kama ni hospitali, kama utaona ni zahanati, sisi kwa mikono miwili tutakipokea. Kikubwa ni kwamba tupate kitu kinachoweza kusaidia wakina mama. Naamini mimi, unaweza sema mimi ni Mkuria, lakini najua umuhimu wa mwanamke. Najua shida ya mwanamke anapotaka kujifungua. Ni kuombe Rais, kwa unyenyekevu mkubwa, utakapopata ujumbe huu, basi naomba unisaidie na uwasaidie Watanzania wa kijiji hiki ambao wanaamini wewe ndiye Mtanzania tuliyekupa nafasi, ambaye wewe ukisema neno ni Watanzania wote wamesema. Mheshimiwa Rais, najua una miradi mingi, una mahitaji mengi ya nchi hii, lakini naomba na hili nalo ulione kama mradi na ombi la mwananchi wako. Najua haya yote yapo, lakini nikukumbushe kwamba hili jambo naloliongea Mheshimiwa Diwani analijua, mbunge wangu analijua, serikali ya kijiji inalitambua. Ukihitaji ushahidi wowote kwa mtu yoyote unayejua, ukamtuma, hata kukutana na maelezo tofauti na haya ninayokueleza. Ni kuombe, inawezekana kwako. Mama, nimependa sana neno lako, kazi na utu. Mheshimiwa Rais, kazi tumefanya, mawe tumepeleka, utu ni wewe. Tutasonga mbele kwa pamoja, kwa sababu tumetimiza lile neno, kazi na utu. Na mimi nasema kazi na utu, tunasonga mbele. Karibu sana Kitaramanka, lakini nakuomba unisaidie kwa hili, ili tuendelee na miradi mingine ambayo iko mbele yetu. Tuanzishe tena, tuone tutafika wapi na sekondari na upungufu wa madarasa kwenye shule yetu. Nisema Mheshimiwa Rais kwamba tumeshasomba tripu 18 za mawe kwa ajili ya zahanati, lakini pia pale shuleni tumeshapeleka tripu 4 za mawe kwa ajili ya ujenzi wa madarasa, na tumeshajichanga kwa fedha za ndani za kijiji. Tuna sementi mifuko 10 na tuna mchanga tripu 2, lakini pia kwa nguvu za wananchi hizo hizo na michango ya nguvu za wananchi, yani fedha za ndani za makusanyo ya ndani, tuna madawati 50. Hizo zote ni jitihada za wananchi. Kwa hiyo ndio maana Mheshimiwa Rais, tunakwambia mzigo tulionao ni mkubwa, na nakuomba mimi kwamba utusaidie kutujengea zahanati ili sisi tuendelee na ujenzi wa shule, na bado tuna uhitaji mkubwa sana hata pale shuleni, vyoo vya walimu hatuna. Tunahitaji uanzishaji wa shule ya sekondari. Tuna mapungufu makubwa sana, lakini hili Mheshimiwa Rais, naomba ulibebe wewe kama rais wangu na chaguo la Watanzania ambao ni pamoja na wana Kitaramanka waliokuchagua.